Inasimuliwa kwamba kulikuwa na mtu mmoja mwenye mali nyingi, ambaye nia yake ilikuwa safi kabisa, kutoa sadaka kwa mafukara na wenye uhitaji kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Mtu huyo alitoka usiku akiwa na sadaka yake, akamkuta mtu aliyevaa nguo zilizochanika, akadhani kuwa ni maskini mwenye uhitaji, akampa sadaka kisha akarudi nyumbani akiwa na furaha. Asubuhi watu walieneza habari kwamba fedha hizo zimeangukia mikononi mwa mwizi. Mtu yule alihuzunika kwa kosa lake, lakini akaazimia kutoa sadaka tena kwa nia safi ile ile. Usiku uliofuata aliweka sadaka yake ndani ya mfuko na akaamua kuchunguza vizuri kabla ya kumpa anayestahiki. Akamwona mwanamke alimzania kwa maskini na mwenye heshima, akampa ile mali kisha akarudi nyumbani akiwa ametuliza moyo wake. Asubuhi aligundua kwamba sadaka yake ilianguka mikononi mwa mwanamke asiye na maadili mema, yaani mzinifu. Akahuzunika sana kwa kosa lingine, lakini hakukata tamaa, akaazimia kujaribu tena kwa mara ya tatu. Alitoka tena kutafuta kwa muda mrefu hadi alipohisi ameridhika na hali ya mtu mmoja aliyemuona ana dalili za uhitaji, akampa ule mfuko wa sadaka. Asubuhi akaletwa habari kwamba sadaka hiyo iliangukia kwa mtu tajiri asiye na uhitaji. Mtu huyo alihuzunika zaidi ya mara zote, akajilaumu kwa makosa yake. Usiku huo alisikia sauti katika ndoto au alielezwa katika uono wa ndoto kwamba sadaka yako ya mwezi. Huenda akajihisi aibu na kuacha wizi na kutumia kile alichopewa kwa njia nzuri. Na sadaka yako ya mwanamke asiye na maadili, huenda Mwenyezi Mungu akamjalia atubu kupitia mali hiyo na kuacha uovu wake na uzinzi. Na sadaka yako kwa tajiri, huenda akajihisi aibu na kuona kuwa wengine wanatoa sadaka ili hali yeye ni tajiri, kisha naye akatoa mali yake na kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu alipokea nia ya kweli na akafanya sadaka zake kuwa na athari kubwa nzuri zisizotarajiwa katika kurekebisha hali za watu, ingawa hazikuwafikia mafukara kwa dhahiri. Funzo: nia njema na matendo mema huandikwa na kupewa ujira hata kabla ya matokeo yake kuonekana. Ikiwa nia ni ya kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu huzidisha malipo na huibariki hata amali ndogo. Na huenda ndia yako ikawa sababu ya uongofu wa mtu au kubadili kwa maisha yake bila wewe kujua. Na hata tukikosea katika makadirio yetu, Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wafanya umema kwa ikhlas. Usisome na kuondoka bila kuacha athari nzuri kama wewe. Ukimaliza kusoma, mswalie kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au andika jina moja miongoni mwa jina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala.